Ndugu zangu wapendwa katika Bwana na waumini wote makanisa ya matawi na mnaohudhuria ibada hii, ni somo la 53 katika kitabu cha Mwanzo. Kwenye somo lililopita niliwaelezea kuhusu viumbe wawili ambao walikaa karibu na Adamu kwenye bustani ya Edeni. Hao walikuwa ni makerubi na madinosari. Makerubi ni viumbe wa kiroho ambao kiasili walitoka mbingu ya tatu, na madinosari kiasili walitoka mbingu ya pili. Katika dhana ya viwango kulingana na nafasi, makerubi wako katika kiwango cha tatu na madinosari kiwango cha pili. Na majukumu yao katika kumsaidia Adamu yalikuwa tofauti pia. Makerubi walizindikisha Adamu na kulinda bustani ya Edeni, na kati ya makerubi katika bustani ya Edeni, walio katika vyeo vya uongozi walizindikisha Adamu na kumfuata popote alipoenda. Adamu aliongea kwa ukaribu sana na makerubi hao ambao walisimamia ulinzi katika mpaka wa bustani ya Edeni. Kulinda bustani ya Edeni ilikuwa ni jukumu la muhimu sana alilopewa Adamu. Alafu madinosari kirahisi walikuwa ni kama wanyama vipenzi vya Adamu, pet. Adamu alicheza tu nao na kufurahia uwepo wao. Na kwa namna kama hiyo makerubi walikuwa na jukumu kubwa kulinganisha na madinosari ambao ni kusaidia tu Adamu. Kulikuwa na madinosari wengi kwenye bustani ya Edeni, na kiongozi wa madinosari alikuwa karibu sana na Adamu. Tafadhali kumbuka nikitaja dinosari na nikirudia basi ujue ni yule ambaye alikuwa karibu sana na Adamu, kiongozi wa madinosari. Wakati Adamu alitembelea dunia hii, makerubi walimfuata, lakini madinosari hawakumfuata. Na kwa sababu makerubi ni viumbe wa kiroho, wanaweza kuja huku duniani hata bila ndege. Upande mwingine madinosari waliumbwa kutokana na mavumbi ya bustani ya Edeni, kwa hivyo kama wangetaka kuja duniani ilibidi wapande ndege kama vile Adamu. Hata hivyo hawakuhitaji kusafiri kuja duniani kwa sababu dunia hii haikuwahusu chochote. Na hata kama madinosari walipendwa na Adamu, bado walionea wivu makerubi ambao walifuata Adamu kila mahali. Madinosari hawakuwa na utu kama binadamu. Hata hivyo walichukua muda mrefu, miaka mingi wakiwa na Adamu, na kwa hivyo bado hawakuhisi kushiriki upendo ni nini. Madinosari walifurahia tu walipokuwa na Adamu, lakini wakati hawakuwa na Adamu, wakati alizindikishwa na makerubi pekee, hawakufurahia. Wivu kuelekea makerubi uliendelea ukazidi muda ulivyozidi kupita, na mnaona hata kati ya wanyama wapenzi, mapet, kunakuwa na wivu na chuki. Hata mbwa na wanyama wengine, ukaona mbwa amekuangalia kwa jicho moja, ni kijicho na chuki. Kama kuna mbwa wengi kwenye nyumba moja, wanashindana kwa ukali ili wapate kushughulikiwa na kupendwa zaidi na bwana wao kuliko wengine. Madinosari pia waliumbwa kimaalum kwa ajili ya Adamu kwenye bustani ya Edeni na Mungu, na walikuwa werevu zaidi ya wanyama wote duniani, na walikuwa na uwezo wa kistadi sana kuzungumza na Adamu na kumpendeza kwa lugha tamu. Kwa hivyo usije ukalinganisha madinosari na wanyama wengine wote katika dunia hii. Madinosari walikuwa na kiwango cha juu sana cha hekima na kiwango cha juu cha kila kitu. Juu walizaliwa kwenye mbingu ya pili. Kwa hivyo walitaka wapendwe zaidi na Adamu, na ndio maana wakaonea wivu makerubi. Na wivu huu wa madinosari ulizidi kuwa kubwa hadi kavuka mipaka. Na kwa sababu madinosari walifanywa kutokana na mavumbi ya bustani ya Edeni, kuanzia mwanzo hawakuwa na tabia asili, uovu ndani yao. Hata hivyo wakati wivu ilizidi kujikuza, uovu katokezea kama wivu na kijicho. Na nilisema majukumu ya kerubi na madinosari hakika yalikuwa tofauti. Madinosari hawangetekeleza jukumu la makerubi, na makerubi hawangefanya vile madinosari walifanya. Kwa hivyo madinosari ilibidi tu wawe waaminifu katika majukumu yao na watosheke nayo. Lakini matatizo yaliibuka kwa sababu walikuwa na tamaa kupita uwezo wao.
Kila sehemu ya mwili wako iko na jukumu lake. Macho, pua, mdomo, masikio, miguu, mikono. Sasa kutakuaje kama miguu itaonea wivu mikono, itaki kuwa mikono, ama mikono ionee wivu macho, itaki kuwa kama macho? Vile vile na wafanyikazi na viongozi na wachungaji kanisani. Kazi zingine zinakaa kana kwamba ni za muhimu kulingana na wakati na hali, lakini mjue hakuna kazi ambayo si ya maana. Kwa mfano, mimi niko na jukumu kama mchungaji mkuu wa kanisa hili. Sasa cheo changu kitakuwa ya nini bila nyinyi washirika? Kulingana na majukumu yao, utapata kazi za wengine zinaonekana waziwazi na washirika, kazi zingine hazionekani. Lakini haimaanisha kwamba kazi ambazo zinaonekana na washirika waziwazi ati ndio za muhimu kuliko zile hazionekani. Kwa hivyo kazi zote tunafaa kuwa waaminifu katika majukumu, tuheshimu wafanyikazi wengine ambao wako na majukumu tofauti na sisi. Mimi nikafanya huduma yangu niliyokabidhiwa eti nijionyeshe mbele za watu, basi Mungu hawezi kukubali. Mimi natazamia tu Mungu pekee. Na wewe tazamia Mungu Baba peke yake na utekeleze jukumu lako uliopewa kwa moyo wako wote. Nikafanya ndio nijionyeshe kwa watu, wanipende, wanifuate na wanione kama mwema, basi haihusiani chochote na Mungu. Afadhali wale ambao wanafanya na wataki wajulikane kabisa, na waendelee na moyo kama huo. Yafaa uelewe ya kwamba kila mmoja hapo ni wa muhimu katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo inafaa mshirikiane. Hata hivyo, tukiona wengine wanapendwa, wanakubaliwa, wanafurahia mema zaidi kutuliko, vile watu wanachukulia ni tofauti. Kuna wale ambao atasema na anafanya vizuri lakini ndani yake ni wivu na chuki. Kuna mwingine ambaye atasema hata hizi nifikia, mimi nafanya bora zaidi, lakini mbona yeye pekee ndiye anasifiwa na anapendwa? Na kwa namna kama hiyo anahukumu na anashutumu na anakuwa na wivu na chuki. Na bado mwingine atasema huyu anapendwa sana, mimi nitawahi pendwa hivi kweli? Na kisha anavunjika moyo. Kama kweli unapenda Mungu na utafanya vyako vyote kwa bidii, kuvunjika moyo itakuwa ya nini? Juu Mungu anakuona. Mungu kukutambua hiyo tosha. Hauhitaji kutafuta kutambuliwa na wengine. Hata hivyo, ukavunjika moyo na usikie hivyo vibaya, inamaanisha na wewe pia unatafuta kutambuliwa na watu. Ukihisi vitu kama vile, ni kama unaonewa, uko na huzuni, ujue sababu hizo zote ni kwamba uko na uovu ndani yako. Na unaweza wazia sasa, wivu ni uovu kweli? Kijicho kutokana na wivu ni uovu. Yule ambaye anapenda Mungu kweli kweli atashukuru hata akiona wafanyikazi ambao wako na majukumu makubwa na ya muhimu kumliko. Anafaa kushukuru kiasi gani juu yule anafanya kile hawezi kufanya na ni cha ufalme wa mbinguni. Na atafurahia pamoja, atajaribu kusaidia yule kwa namna yoyote. Na watajaribu kufuata huyo ambaye ni kielelezo, na kisha watachukua fursa hiyo na wao wabadilishe uwezo wao, wapandishe juu. Natumai mtajichunguza kama kweli unafurahia kwa moyo wa kweli, kwa ukweli wa moyo, wakati wengine wanafanya vyema. Kupitia hadithi ya madinosari na makerubi. Madinosari hawakutosheka na majukumu yao, waliona wivu kwa makerubi, na wivu wao ulikuwa mkubwa sana hata ukakaribia kusababisha janga. Kulikuwa na kiumbe kimoja ambacho kilifuatilia sana madinosari hawa, naye alikuwa ni Shetani. Bustani ya Edeni inapakana na eneo la giza. Roho wachafu katika eneo la giza kila wakati wanatamani bustani ya Edeni, na wanatafuta fursa ya kushusha Adamu chini ndio waingie pale. Na kila wakati walikuwa macho wasipitwe na fursa ya kupenya na kuingia ndani. Na walipochunguza kwa muda, Shetani akashikanisha ya kwamba hawa madinosari wivu imeongezeka. Wakashikanisha. Na Shetani apotezangi fursa hata kidogo, anainyakuwa mara hiyo hiyo. Na ujue Ibilisi anazunguka kama simba ngurumaye, anatafuta mtu wa kumeza, hapotezi fursa. Shetani ni kama mawimbi ya radio ambazo zimeenezwa kwenye hewa, na kama kuna watu wako na mawazo mabaya yasiyo ya kweli, wanajaribu kuwashika mara moja.
Kwa mfano, ikiwa kuna mtu ambaye anachukia mwingine, shetani atachochea yule mtu kupitia mawazo yake. Shetani atachochea yule mtu ndio aendelee kumuelewa vibaya, amhukumu, amshutumu huyo ambaye anamchukia. Na kama kuna mtu ambaye kuna tamaa ya mali na pesa, vitu vya dunia, shetani atatia ndani yake mawazo ambayo si ya haki. Pengine atamwambia, wewe hauwezi kukosa fursa kubwa kama hii ya kupata pesa. Wengine wanatumia ujanja ndio wapate pesa. Ni sawa, ukapoteza fursa hii ya kupata pesa, uko mjinga kabisa. Shetani atamwambia vile. Sasa hivyo ndivyo shetani anapitisha mawazo ya uovu kupitia hewani, akitazama mtu ambaye anaingiana na mawazo yale ayakubali. Na kati ya watu wote duniani, shetani anatambua mara moja kwa usahihi bila makosa ni nani moyo wake utasongeshwa na mawazo haya. Na kisha shetani anadunga ndani yake mawazo ya shetani, mawazo isiyo haki, mawazo ya uovu ambayo imetoka kwa shetani. Na kama mtu ataikubali, mara hiyo hiyo uovu inaingia ndani yake na inaanza kazi kwa matendo. Wakati maji inachemka kwa sufuria, inaweza chemka mpaka igeuke kwa mvuke na upande juu na sufuria ikauke. Sasa yule ambaye anakubali mawazo ya shetani hawezi finyilia hisia zake mbaya na tamaa zake, zitachemka, zichemuke na ziinuke juu kama mvuke. Na ndipo zinatokezea kwa uso, utamuona, tabia utamuona. Na sasa ataonyesha matendo ya maovu zaidi ya tabia ya kawaida binadamu. Na mtu akishaanza kupokea kazi za ibilisi hivi, uovu hata zaidi na zaidi na zaidi utaonekana. Natumai ya kwamba mtaelewa jinsi shetani na ibilisi wanafanya kazi, na ya kwamba usiwahi fungua barabara ama njia hata kwa uovu mdogo kuingie. Petro wa kwanza 5:8 nasema, muwe wa kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba ngurumaye huzunguka akitafuta mtu wa kumeza. Na wahimiza muombe kwa bidii kila wakati, si wakati mwingine, kila wakati, ndio mbaki mmekaa macho kiroho. Na ukatambua tu uovu kidogo ndani yako, katika mawazo yako, moyo wako, mara moja geuka, itupe, na usipe shetani nafasi ya kuingia. Sasa madinosari walipea shetani nafasi ya kuwaingia. Iliwezekana aje ati shetani achochee mnyama kama dinosari? Kinyume na binadamu, wanyama hawana hisia za kufikiria na kuwaza na kutambua na kuamua hii ni mzuri, hii ni mbaya. Wanatendanga tu kulingana na silika, instinct yao. Kwa hivyo wanyama ni rahisi sana kushawishi kwa shetani kuliko binadamu. Wakati shetani alishawishi Hawa, ushawishi ulitimizwa kupitia nyoka. Sababu ya nyoka kutumika kama chombo cha shetani ni kwa sababu nyoka vile tu akona tabia za hila na ujanja, hata kama wakati ule alikuwa mrembo. Mwanzo 3:1 nasema, basi nyoka alikuwa mjanja kuliko wanyama wote wa mwitu ambao Bwana Mungu aliwafanya. Huyu ni Mungu anasema ya kwamba nyoka alikuwa mwenye hila zaidi kuliko wanyama wote alioumba. Kati ya wanyama wote nyoka ndiye alikuwa mwenye hila na ujanja zaidi. Nyoka alikuwa na tabia mingi ambazo zingetumika na shetani. Na shetani anaweza kushawishi wanyama hivi, lakini Mungu na yeye anaweza kutawala wanyama ikihitajika. Kwa mfano, kuna tukio fulani kwenye Wafalme wa kwanza 17:4-7 ambapo Mungu aliagiza kunguru, ndege, wamlishe Eliya nabii. Na wakati Eliya nabii aliweza kutii neno la Mungu na akarudi kwenye kijito cha Kerithi, kunguru walimletea mkate na nyama asubuhi na tena jioni wakamletea. Na zaidi ya hiyo, kuna rekodi nyingine kwenye Hesabu 22:28-30 pale ambapo Mungu alifungua kinywa cha punda na kafunua ukweli kwa Balaamu. Hivyo ndivyo Mungu anatawala wanyama hivi vile anataka. Upande mwingine, shetani si kutawala wanyama, hapana. Yeye ila anaweza ni kuchochea, na ni wale tu wanyama ambao kuna tabia ovu peke yake. Ni kwa sababu tabia kama zile, kama hila, wivu, kijicho,
tamaa, ni tabia ambazo zinakuwa kama mlango wa shetani kuingilia. Sasa shetani alishawishi aje madinosari? Nilisema hapo awali kwamba shetani alishashikanisha kwamba wivu wa madinosari kuelekea makerubi unazidi kupata nguvu, unaongezeka. Ni vile vile na wewe, kama tamaa yako, ulafi wako wa kujipenda na ubinafsi utakuwa lengo la shetani. Na pale atashika akili yako kupitia zile tabia zako za ubinafsi na tamaa na kutamani kupita kiasi ambazo uko nazo. Atakushika pale. Na kikushika hata kuacha. As long as uko na hizo, rahisi sana shetani kukuchezea na kukudanganya. Na baada ya mawazo yako kushikwa na kukamatwa, matendo yake yatatokezea tu waziwazi kama matendo ya ibilisi. Kwa ufupi, juu ya yasiyo ya kweli ndani yako, mawazo yako yatashikwa na shetani na mwisho utafanya kazi za ibilisi. Nimesema shetani alishatambua kwamba wivu wa madinosari uliongezeka. Na kijicho cha madinosari ilikuwa hadi kafika hali mbaya, sasa ikabadilika ikawa sasa ni wivu mzito. Shetani alianza kutuma mawimbi ya mambo yasiyo ya kweli kwa madinosari. Na hakutuma mara moja, alizidi kusukuma hadi waikubali. Ndio kama utazame kituo fulani cha TV na bidi we na aerial ndo ipokee mawimbi ya kielektroniki signal. Na kama uko na satellite signals, utapokea signal safi zaidi kama utatumia sahani kubwa ya satellite dish kuliko kutumia ile ndogo. Sasa vile vile wakati wivu wa madinosari ilikuwa kidogo, ile mawimbi ambayo shetani alituma haikufika. Lakini wakati wivu iliongezeka, ile mawimbi yasiyo ya kweli ambayo shetani alituma hatimaye ilifika na wakaipokea madinosari. Na wakati wivu wao ulizidi kuongezeka, wakajipata wameshikanishwa na shetani. Sasa ni mawazo gani mabaya ambayo shetani alitia ndani ya madinosari? Mwanzoni ilikuwa ni kitu kama hii, kama kusema mnaweza uliza Adamu, anaweza wafanya kama makerubi, yako na mamlaka, na pale ndipo mtamfuata hata kienda duniani na mtakaa karibu naye kila wakati. Aliwashawishi vile. Na bila shaka madinosari walidhania hao ndio wanawazia, si shetani, walidhania hivyo. Ndio maana walikuwa nasema natamani mimi naweza kuwa kama kerubi, ama siniuliza Adamu anifanye kama kerubi. Nikifanyika kama kerubi, si nitatembelea dunia, nitafuata Adamu, nitakaa karibu na Adamu kila wakati. Waliwazia hivyo wakidhania hao ndio wanawazia, kumbe ni shetani amewatupia mawazo. Na shetani huzidi kufanya kazi, na alizidi kufanya mpaka madinosari wakakubali aina ile ya wazo. Na ndipo madinosari tamaa yao ya kuwa kama makerubi ikaongezeka na ikaonekana wazi wazi. Sasa wakawa wanasema yule mkubwa wao, hakuna sababu itanizuia nisiwe kama makerubi, haikosi kuna njia. Na ni gani hiyo? Akawa anajiuliza vile. Madinosari waliwaza hivyo tena na tena na tena na tena na tena. Na shetani hakupoteza hiyo fursa, akiona wakiwazawaza akawashawishi kwa hila zaidi. Ilikuwa ni kushawishi madinosari waulize Adamu awaruhusu wakule mti wa ujuzi wa wema na mabaya. Shetani alikuwa amewaambia mkila kwenye mti ule wa ujuzi wa wema na mabaya mtakuwa kama makerubi. Kwa hivyo muulize Adamu awape ruhusa mkule pale. Hiyo ni wazo ambalo shetani alipeana madinosari na ilikuwa tamu, haingezuilika. Wakati shetani alishawishi yule nyoka mwenye hila, aliongea tu maneno tu na Hawa akategwa na yale maneno tu. Na Hawa alipokuwa na wazo la anatakwa kama Mungu, akatafuta lile tunda la mti wa ujuzi wa wema na mabaya na akaona ni tamu na inapendeza, si vile ilikuwa hapo mbeleni, na basi akashawishika na akaanguka. Basi Hawa madinosari wakaamini kabisa watakuwa makerubi kama tu watakula mti ule wa ujuzi wa wema na mabaya. Sasa madinosari hawangedhibiti mawazo yao tena, ikabidi ile mawazo waiweke kwa matendo. Na kusema kweli walienda kwa Adam na wakamuuliza. Sasa wakauliza Adam, sasa wale makerubi wanapendwa sana na sisi hatupendwi,
Tafadhali elezea kwa nini hatuwezi kuwa kama wale. Na hata kabla ueleze, sisi tunajua jibu. Kwa sababu jibu liko kwa tunda la mti wa ujuzi wa wema na mabaya. Tafadhali turuhusu, hata usitujibu, turuhusu tukule. Na ujue ni kabla Adam na Hawa watende dhambi. Ilikuwa ni swali na dai ambalo lilikuwa la kiupuzi kabisa. Kwa sababu tunda la mti wa ujuzi wa wema na mabaya lilikataliwa. Hata Adam mwenyewe alikataliwa sile. Na madinosari walijua vizuri hivyo. Hata hivyo, juu fahamu zao zilifunikwa na giza ya shetani, wao wakaona tu wakikula mti ule watakuwa kama makerubi. Bila shaka Adam hakuwaruhusu kabisa. Na tena si kusema ati alisema tu hapana peke yake. Aliwaelezea kwa undani mti huu wa ujuzi wa wema na mabaya ni nini. Na Mungu alionya aje. Aliwaelezea vizuri madinosari ya kwamba si hao tu pekee wafai kula, hata yeye Adamu mwenyewe hafai kukula. Aliwaelezea vizuri. Lakini juu giza ilikuwa imewafunika, yale maneno ya Adamu haikuwasaidia. Hawakukubali maelezo kamili ya Adamu. Walikuwa wameshikwa kabisa na ile maono na mawazo ya kwamba ili tunda lazima tulikule. Kumaanisha giza nzito ikakuja kuwafunika madinosari zaidi na zaidi. Na wakaanza kutafuta sasa fursa ya kukula mti ule. Wao wenyewe wanatafuta hiyo fursa. Madinosari walikuwa wajinga sana kiasi kwamba waliwazia hiyo pekee ndio njia ya kuishi kwa furaha na Adamu. Hata hawakuweza kufikiria ile gharama kubwa na ya kutisha ambayo wangelazimika kulipia kama wangefanya hivyo. Na bora tu walikubali mawazo ya shetani, madinosari hawakuikataa, walizidi kuikubali na shetani alizidi kuileta tu, kuiongeza. Na hatimaye wakajipata kwenye hali ambayo si rahisi kurekebisha. Na madinosari hatimaye wakajitia kwenye shida kubwa sana. Na kuhusiana na hiyo shida nitawaelezea kipindi kijacho. Hebu niulize maswali fulani. Kwa nini mabaki ya kale ya madinosari yanapatikana kote duniani, mabaki yao ya kale? Kwa nini milio ya madinosari inapatikana kote duniani tofauti na ile ya wanyama wengine? Kwa nini? Mabaki ya simba hayapatikani Amerika kati ama kusini, na hayapo kwenye taifa letu Korea. Hakuna mabaki ya ndovu kwenye taifa letu Korea. Mabaki ya wanyama yanapatikana kulingana na bara. Ya hii utapata kwenye bara hii, ya hii utapata kwenye bara hii, isipokuwa wanyama wa kufugwa. Ni kwa sababu kuna bahari ya Pacific Ocean ndio ilizuia njia wakati huo. Hawangeweza kusafiri toka ngambo moja hadi nyingine wakati huo. Ndio maana utazipata kwa bara moja tu. Kama vile nyoka, kiasili walikuwa kwa sehemu moja peke yake. Nyoka, sehemu moja tu pekee walikuwapo. Lakini siku hizi kuna nyoka hapa na pale. Na inasemekana nyoka walisambazwa hapa na pale katika vita vikuu vya dunia ya pili. Wakati huo zilisambazwa. Mwanzoni zilikuwa sehemu moja tu. Yani walipita bahari ya Pacific, ilipitishwa na watu na ikafika hapa na pale. Hebu swali lingine niwaulize, kuna watu wanasema madinosari waliishi miaka milioni 150. Kama ni kweli, walikula nini waishi miaka hiyo yote? Eneo moja tu ya dinosa moja kuishi inafaa kuwa pana kabisa, ndio kwamba wakule na waishi. Kulikuwako na chui milia, tiger, kwenye taifa letu Korea, lakini hata kama walikuwa wachache. Ndio kwamba chui milia mmoja aishi, lazima amiliki eneo kubwa, awinde wanyama pale. Lakini kama kuna chui milia wengi sana, watauana na watakulana. Na zaidi ya hiyo, kwa nini sasa dinosa mkubwa alikula nini ndio aishi miaka milioni 150 vile wanasema? Na hata walipitia mageuzi. Alipitia mageuzi aje ndio afanyike dinosari mkubwa? Aje lini alitoka kwenye bahari? Lini alipata miguu? Lini akapata mabawa? Na alikuwa nakula nini miaka hiyo yote, miaka milioni 150?
Yote hii inatokana na nadharia kuhusu dinosaria ambazo ni upuzi na ujinga na uongo. Lakini habari kamili na za sahihi kuhusu madinosauri ambayo naongea ni hii ambayo Mungu amenipa. Madinosauri waliumbwa kutoka kwa mavumbi ya bustani ya Eden, kutoka mbingu ya pili. Kwa hivyo wako tofauti na mavumbi ya huku. Mafupa yao ni tofauti na mafupa ya wanyama wa huku. Ni mifupa migumu. Na ndio maana inatokezea bado ipo mpaka leo kama mabaki. Na yote nitawaelezea kwenye vipindi vijavyo kuhusu madinosauri. Lakini juu niliona mko na maswali kwa macho yenu, nimeona niwaelezee hiyo. Hebu nitamatishe ujumbe wa leo. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, katika somo la leo nimewaelezea jinsi madinosauri walishawishiwa na shetani. Hata hivyo, yafaa usichukulie hii kama hadithi tu bandia ya kutunga tu, ati hadithi ya kutunga tu ilitendeka bustani ya Eden. Badala yake elewa kwa nini Mungu Baba ametuelezea maelezo kwa undani kuhusu tukio hili moja lililotendeka kwenye ulimwengu wa kiroho. Madinosauri waliishi kwenye bustani ya Edeni, pale ambapo hakukuwa na uovu hata kidogo, lakini hatimaye walifanyika kwa lengo la shetani. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya wivu yao kuelekea makerubi ambao walikuwa wanazindikisha damu kila wakati. Mwanzoni haikuwa uovu inaonekana, lakini juu hawakuibadilisha kuwa wema, ilikuwa ikakuwa hatimaye ikatokezea kwa uovu wazi. Tabia zingine za mwili, uovu na dhambi ni vile vile tu. Mwanzoni zinakaa kama si uovu, si kama dhambi, lakini ukazidi kuzibembeleza bila kuzitambua, kidogo kidogo zitakuwa kubwa, itafika huwezi dhibiti, zitakulemea na zitakuweka chini. Wakorintho wa kwanza 5:6 nasema hamjui kwamba chachu kidogo hulichachusha donge nzima la unga. Hiyo ndio sababu huwa nasema mara mingi kwa madhabahu hapa na waonya kwa ukali kuhusu kazi za mwili kila mwaka. Mkikubali mambo kama haya ambayo duniani wanasema si hatari, si mbaya, unaweza kubali tu. Kidunia iko vile, lakini ukazikubali juu dunia inasema hivyo, sawa tu. Lakini pole pole utajipata umepakwa na uchafu wa dhambi. Lakini watoto wa Mungu wanafaa kuwa watakatifu na wakamilifu, bila lawama na bila doa. Unanichukia juu nimesema hivyo sasa? Ati sasa family zangu na marafiki zangu wanafurahia, wanalewa, wanakula, ni sherehe, wanafurahia vitu za dunia mpaka wanatosheka. Mbona hapa manmini sisi ndio tunazuiliwa, tunakaliwa hivi? Kuna mtu anasema hivyo kwa moyo wake? Ujue tukitembea kwa njia nyembamba, hiyo ndio njia ya kwenda mbinguni. Njia ile pana ni ya kwenda jehanamu, na hatufai kutenda dhambi ndio tuende mbinguni. Lakini kama watoto watakatifu wa Mungu, lazima turejeshe mfano tuliopoteza wa Mungu Baba. Na hiyo ndio maisha ya imani. Usiseme tu napenda Mungu, napenda Mungu. Wewe kaa kama Mungu Baba, si kwa maneno tu na kujifanya, kwa ukweli, na hiyo ndio upendo. Na ndio maana Mungu ametuelimisha namna fulani upungufu wa kimwili tuzitoe, juu zinaleta dhambi. Na Mungu anasema hivyo juu anawapenda sana. Kwani Mithali 13:24 inasema aje? Yeye asiyetumia fimbo yake umchukia mwanawe. Wewe ambaye haukemei watoto wako, hupendi watoto wako. Ikisema hupendi watoto wako, kwa nini nasema hivyo? Juu yule mtoto ataribika ukaweka fimbo mbali. Biblia inasema yeye apendaye mtoto wake atakuwa na bidii ya kumwadhibu. Wakati mtoto anafanya tabia mbaya, anakuwa na akili mbaya, mzazi kama kweli anampenda atamwadhibu. Kitabu cha Waebrania inasema na yeye Mungu wadhibu watoto wake kwa sababu anawapenda. Kwa sababu hajawahesabu kama watoto haramu ama watoto bandia. Ni kwa sababu sisi ni wana na binti za Mungu halisi. Ndio maana tukifanya makosa atatuadhibu. Kama uadhibu watoto wako, basi ni watoto wako bandia. Kwa hivyo natumai ya kwamba utahisi upendo huu mzito wa Mungu Baba, hata kama nitaongelesha kwa ukali kuhusu dhambi.
nishaipokea neno la kukemewa na Mungu. Alinikemea kwa wiki 7 mfululizo bila hata mimi kuona nakemewa nini, hata sikuelewa, lakini bado nilipenda tu Mungu Baba bila kubadilika. Nikaomba tu maombi ya kushukuru kwa machozi. Wale ambao mlishiriki ibada za mkesha mwanzo tukianzisha kanisa hili, pengine mnaweza kumbuka, lakini kwa wale ambao hawakuwa, hebu niwaelezee. Wakati ibada za kesha zilikuwa zinaanza saa 5 usiku na kumalizika saa 11 asubuhi. Na tulikuwa tumejazwa sana hata tukamaliza saa 1 asubuhi. Na hata kulikuwa na matone ya maji kwenye dari. Na kulikuwa na watu wanatembea hapa na pale kupanguza yale matone. Juu Roho Mtakatifu alikuwa amejaza hekalu nzima. So matone ya maji yalikuwa yanatokezea hapa na pale kwa ukuta, kwa dari. Lakini ibada hiyo yote imejazwa na Roho Mtakatifu. Wakati iliisha, Mungu naye akaanza kunikemea. Na mimi sikusikia vibaya, sikuudhika, sikunungunika nikiwazia, kwa nini Baba Mungu nanikemea hivi? Mbona kuniaibisha mbele ya washirika? Sikusema hivyo. Sasa ni nini alikuwa ananikemea Mungu? Nikaomba kwa wiki nyingine moja nitafute kujua. Nikawazia ni nini hiyo nafaa kulaumiwa, nikitafuta kwa maombi, lakini sikupata. Nikabaki naishi tu kwa kutii neno la Mungu, lakini bado sikupata chochote. Kwa nini nakemewa? Lakini baada ya wiki 7 pale tu ndipo Mungu akaniambia kwa nini alikuwa ananikemea. Aliniambia alikuwa anapima moyo wangu, aone, adhibitishe kama huyu kweli ananipenda, ile ya ukweli. Hana hisia zozote mbaya, kuudhika, hata kama nakemewa mbele ya washirika, hata kama hana makosa yoyote, ni kukemewa, lakini hana wivu, hana chuki, hana kusikia vibaya. Alikuwa ananipima nione hivyo. Lakini uzuri mimi nilipenda tu Mungu bila kubadilika, hata kama alinikemea, na nikatoa maombi ya kushukuru na maombi ya machozi. Sasa hiyo ndio upendo wa kweli, si ile ya mdomo. Si ile ya mdomo na kupenda mdomo tu. Ndio upendo wa kweli huo. Kama Mungu Baba na kufunza kitu, hata haushikanisha na kufunza nini wakati huo, si unafaa ushukuru zaidi, na unafaa uombe zaidi, na ujazwe na upendo wake zaidi. Naomba muelewe upendo mzito wa Mungu Baba zaidi, mufanyike watoto wasio na lawama, wasio na madoa, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo nimeomba. Hallelujah, Almighty God, our loving Father. Please lay your hands on all believers who are receiving this prayer now. Show your works and transcend time and the space on those who are receiving this prayer through GCN, internet, and satellite TV, in branch churches and the local sanctuaries and all other children of God around the world. Give them the faith to believe from the hurt to drive away negative thoughts and the doubts, all tests and the trials. From head to toe, all organs, joints, nerves, tissues, and the cells, whatever the sick part may be, burn them with the fire of the Holy Spirit and the original light. In the name of the Jesus Christ, I command the enemy devil and the Satan, all disease, germs, and the viruses and the infirmities go away like please scorch all their incurable disease with the fire of the Holy Spirit. Drive away all endemic disease, including malaria, all infectious disease, including cold, flu, and the fever go away. Protect them from all kinds of germs and the viruses. Heal them over all stomach, lung, liver, breast, or urine, and the intestinal cancers, AIDS, leukemia, cerebral stroke, high and low blood pressure, diabetes, thyroid problem, and the heart, lung, and the women's disease, and all inflammations go away. Heal them of polio, stroke, arthritis, and the herniated disc, back pain, headache, neuralgia, and all the pains disappear. Epilepsy, autism, depression, neurolosis, and other mental disease go away. All kinds of paralysis be loosened. Get up, walk, and leap. Let the eyes see, let the ears hear, let the blind come see, the deaf hear, and the mute speak. Heal them of after effect of all kinds of accidents. Fix their broken bones. Restore them from burns. Let the heat and the burning sensation go away. Father, please have all skin be intact.
be cleansed from all kinds of drug addictions, poisoning, and substance abuse. The dead nerves, tissues, and the cells be regenerated. Bring the dead back to the life. Give them the blessing of the conception. In the name of the Jesus Christ, I command the enemy devil and the Satan, the ruler of the power of the air, the evil forces of the heavenly places, and their servant, go away. Go away, evil, unclean force, and the deceitful spirits, and all forces of the darkness. Loosen the bond of the weakness, darkness, go away, light come. Father God, give them strength to cry out in prayer in the power of cast off sins and become sanctified. As their souls prosper, let all things go well with them, and let their families be evangelized. Protect them from all kinds of accidents and disasters throughout this week, and bless them to lead us prosperous life without any problems. With the fiery wall of the Holy Spirit's heavenly hosts and the angels, and with your blazing eyes, protect all your children, their family, workplace, and the business field. Please let students have wisdom and smartness, and have them be willing to study with fervor. Please do not let them lose their heart to worldly things, and let them love God more fervently. Whether your children eat or drink and whatever they do, let them live a life glorifying you, Father God. Let them be able to testify about the living God, saying, I've met and experienced God, and received His answers and the blessing. Father God, thank you. Be glorified, Lord. In the name of our Lord Jesus Christ, I pray. Amen.